Baada ya Simba kupoteza katika mchezo wa kwanza wa hatua ya robo finali dhidi ya Al Masry ugenini kwa kufungwa magoli mawili kwa bila, watu wengi wamekuja na uchambuzi tofauti na baadhi ya nguli wa upande wa uchambuzi wakitoa maoni yao, lakini kinachoonekana Simba siku ya jana baada ya kudominate kwa muda mrefu pengine ni kukosa bahati, lakini kingine pia umakini wa safu yao ya ushambuliaji katika eneo la mwisho, kutokuwa na ushirikiano mzuri haswa kwenye issue ya selfishness, yani uchoyo. Kuna wachezaji walikuwa na nafasi nzuri za kuweza kufunga lakini hawakuweza kupata huduma kutoka kwa wenzao. Lionel Christian Ateba bado anaendelea kudhihirisha ubutu wake katika safu ya ushambuliaji wa Simba, haswa akishindwa kujiposition vizuri, lakini wakati mwingine anapopata mpira anashindwa kutazama, kunyenyua jicho kutazama wenzake walipo na kuachia mpira kwa haraka, kitendo ambacho kimesababisha walinzi wa timu ya Al Masry kuweza kumfanyia marking kwa haraka zaidi. Lakini vile vile wachezaji wengine Jean Charles pia jana pia ameonekana kuwa ni mchoyo. Kip Dennis Prosper naye pia ameonekana kuwa na uchoyo, na wengine ni kama kukosa bahati. Elim Panzo alikuwa kwenye form bora kweli na kutia cross nyingi nzuri, lakini zilishindwa kutumika na kubadilika kuwa magoli kwa upande wa Simba. Tusikilize pia maoni ya wachambuzi wengine wanaozungumza kuhusiana na mchezo huu wa siku ya jana, wengi wakitupa mikono yao na kunyoosha vidole kwa Lionel Christian Ateba, lakini pamoja na mwalimu kwa kutokuchukua hatua za kumfanyia mabadiliko mapema baada ya kumuona yuko off form. Kikubwa ambacho mimi nilikuwa nakiona tayari mechi imeshamkataa Lionel Ateba. Ndio. Na ukiangalia namna ambavyo Al Masry wanacheza, wao wako nyuma zaidi, wako kwenye goli lao. Yaani wao wanacheza low block, wanacheza mid block. Yaani wao wataangalia tuna situation ilivyo na nini tunatakiwa kufanya. Naamini kuna muda ilikuwa inahitajika tunapata mtu ambaye anaweza kufanya hizo runs nyuma yao defenders. Na mtu ambaye anaweza kufanya hicho kitu kwa usahihi mkubwa ni Dese Mukwala. Na ukiangalia pia chance ya mwisho ambayo ameikosa Kapombe imetoka kwa Mukwala. Imepigwa cross ndani ya 18, watu wameshindwa kuokoa, imemkuta Kapombe, alichofanya anakijua mwenyewe. Kwa hiyo ni mtu ambaye naamini akiwa anapata muda mwingi wa kucheza, kwa sababu ameingia dakika ya 80. Kuna baadhi ya hizo movement zilikuwa zinafanyika, unaona ni mtu ambaye angekuepo mapema, kuna namna ingekuwa ina faida nyingine, kwa sababu ya mabeki wangekuwa hawana huo muda wa kupumzika. Unajua kumkaba Lionel Ateba uhitaji kuwa na akili kubwa sana. Unahitajika kuwa na nguvu. Cha kwanza uwe na nguvu. Akili inaweza isiwe akili kubwa kwa sababu sio mchezaji mwenye skills. Ni mchezaji ambaye anatabirika, akitoka hapa anaenda pale. Ila Mukwala ni kazi ngumu. Ukigeuka yuko kushoto, ukigeuka yuko nyuma yako. Kwa mpira ukidondoka mgongoni tu tatizo. Kwa hiyo mimi nilikuwa naamini ingefanyika sabu mapema. Kisha na kiwango cha Ateba kwa 100%. Kwa nini? Kwanza alikuwa mzito. Kiukweli alikuwa anachelewa sana kufika kwenye matukio. Unajua naelewa kuna ugumu wa kucheza ukiwa na hapa mgongo wa pinzani. Lakini wewe namba 9 muda mwingi utapokea mpira katika yale mazingira, ukutana timu ambayo ina defend na idadi kubwa ya walinzi. So unapaswa kuwa na technique tofauti, kwamba nikiwapa mgongo wa pinzani maybe ndapokea mpira nikiwa nalipa pia goli mgongo. Kwa mpaka nifunge ni lazima nigeuke, lazima uanze kujiongeza, kufanya double movement, kufanya counter movement, kuomba mpira na kutumia mwili wako kuwahadaa pinzani. Tunasema body shape ina faida kwa mshambuliaji. Angalia goli ambalo amefunga Prince Dube leo. Kapewa mpira akiwa amelipa goli mgongo, lakini kauweka mwili wake mbele kaweka mwili wake mbele ya mpinzani, kwamba ili ucheze mpira lazima uanze kucheza mwili wangu, na ukicheza mwili wangu kwenye eneo la 18 ni penalty. Lakini Dube kafanya half turn, kafunga. Kwa hata naye Ateba anapaswa kuwa na uharaka zaidi. And then ushagundua kwamba Mpanzi mipira yake yote anaipiga ama service au huduma anaitoa kwenye box, cross anazipiga ni V-pass zinakuja nje. Imefanyika mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, you striker unatakiwa notice kwamba hii mipira mbona mdote inapigwa kwenye muundo wa V-pass na mimi nakuwa kwenye 6 yard box na ikosa. Kwa nini natakiwa kufanya? Ni kuanza kwenda na timing sasa, kwamba kwa sababu viungo washambuliaji wanatoa huduma ina hii, mimi napaswa kunufaika vipi? Ni kuendana na kile ambacho wanakifanya, kitu ambacho yeye alikuwa akifanya.